Bwana Yesu asifiwe. Wakati ni sasa, na kama si sasa ni sasa hivi. Mungu ni mwema, ametujalia kukutana tena katika kipindi cha pekee cha Kaya na Familia. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ni kusudi lake na ndiye muasisi wa Kaya na Familia. Siku ya jana mtumishi wa Mungu alitupeleka hatua kwa hatua katika swala nyeti sana katika mahusiano, swala la mawasiliano. Mwandishi mmoja katika kitabu chake cha To Have and to Hold na Heart to Heart, dada Nancy Van Pelt anasema hivi: mawasiliano yanasuluhisha 85% ya matatizo ya ndoa. 85% ya matatizo ya ndoa. Na 90% ya mahusiano ya watu, jamii kwa jumla, kazini, nyumbani, shuleni na hata pale katika mahusiano ya kiuchumba. Mawasiliano ni nambari 1. Na ukiwa na mawasiliano yaliyoimarika, kwa lugha ya mayai wanaita effective communication. Ukiwa na mawasiliano yaliyoimarika, suluhu ya mambo mengi imekamilika. 90% ya shida zako zitakuwa zimekoma. Kwa sababu gani? Mawasiliano ni verbal, ishara kwa sauti ama body gestures. Unaweza kuwasiliana na mwenzako, mkaweza kuelewana. Kama ni kuomba msamaha, kuna njia nyingi. Kaka zetu wana tabia moja, si wasengenyi. Huwa wanapenda kuomba msamaha kwa body gestures ama kwa kutoa zawadi. Ukimuelewa mwenzako anavyowasiliana nawe, utakuwa umesuluhisha matatizo mengi katika mahusiano yako na jamii na taifa na nchi na dunia nzima kwa jumla. Shida nyingi ni kwa sababu nimezungumza huku nielewa. Shida nyingi ni kwa sababu nimewasilisha ujumbe wangu huku nielewa. Lakini tutakapokuwa na effective communication, mambo yatakuwa shwari. Mungu atubariki. Karibuni nyote, wasikilizaji katika redio, watazamaji katika mtandao na waliofika. Mungu awawezeshe kuwa na mawasiliano yaliyoimarika. Tunaomba. Baba mtakatifu, Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi, tunaliinua jina lako, tunakutukuza mfalme, kwa sababu hakika umbali huu ni mkono wako. Na tunakushukuru kwa sababu ya kuanzisha taasisi ya pekee Kaya na Familia. Na miongoni mwetu kuna ambao wanatamani mahusiano yao yaweze kuwa yamekamilika ili utukuzwe. Mahusiano yao yakamilike ili waweze kuwa na afya. Kwa maana mahusiano katika kaya yakiwa salama, afya inaimarika, watu wanakuwa na nguvu, kazi zinasonga, na hata maendeleo ya nchi na kazi yako ya injili inasonga mbele. Tunamkabidhi mikononi mwako jioni ya leo mtumishi wako. Ataposimama kutunenea kuhusu haya ambayo umeyafunua kwake, tunaomba ufungue mawazo yetu, fungua na nia zetu. Tupe ari ya kupenda kufahamu yale ambayo atasongeza wetu anayesikia sauti hii, anayetizama, tukaweze kupata mambo ambayo yatatusaidia kuwa na mahusiano yaliyoimarika, ulezi wa watoto walio salama na ndoa zinazokutukuza wewe. Zaidi ya yote, mioyo yetu inuliwe na utuandae kwa ajili ya kufunuliwa kwako. Kwa maana kwa wakati huu ulikusudia na imekubalika na mbingu. Ni kwa jina la mwanao Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Bwana awabariki. Karibu mtumishi wa Mungu. Asante, asante. Na wasalimu tena jioni hii ya leo. Bwana asifiwe. The Lord is good and all the time. Popote unapotusikiliza, iwe ni kwa njia yetu ya runinga, Facebook ama njia yoyote ya mtandao, tunakukaribisha na tunafurahi sana, tunakupenda mahali popote ulipo. Chukua muda wako, keti ili tuweze kuandamana. Tuamshukuru Mungu kwamba tangu tulipoanza Jumamosi iliyopita amekuwa mwema kwetu na tumeendelea kuwa na msururu huu wa mafundisho. Tuwakualika tena siku hii ya leo, maana Bwana ametuneemesha na kutupa fursa nyingine tena ya kuweza kuhudhuria mbele zake. Leo nitakuwa naangazia juu ya malezi, ulezi chanya ama positive parenting kipenda, kwa sababu
Hili ndilo Bwana alitupatia, kwamba sisi ambao tumetangulia akatupa watoto kama thawabu, na basi katika huduma hiyo kuna vile Mungu anavyotaka tuweze kutenda. Kuna tofauti ya matunzo na malezi, na nilizungumzia juzi kidogo. Kutunza kwa Kiingereza tunasema ni kuprovide care. Kuna watu wana provide care hata kwa orphanages, but that attachment haipo na watoto. Mimi nazungumzia ulezi, parenting, effective parenting, si kutoa tu. Maana sasa hivi ulimwengu mahali umefika, wazazi wengi tunakimbia, hatutaki kuwajibika kulea watoto. Wazazi wengi tumepeana majukumu kwa watu wengine watulelee watoto, lakini kuna vile kuna ile picha tuko nayo, tunataka watoto wetu wawe hivi, lakini sisi tusihusike. Mungu hakuazimia hilo. Na mfumo wa ulezi kote ulimwenguni, lengo lake ni moja: kuyafikia mambo matatu muhimu maishani mwa watoto. Lengo ni moja, kila mzazi lengo ni moja tu. Na mojawapo ni hii: kuhakikisha usalama na afya bora ya mtoto. Kila mzazi angetaka usalama wa mtoto wake. Kila mzazi anataka mtoto wake awe na afya bora. Ya pili ni kuandaa watoto kwa maisha yajayo wanapokuwa watu wazima. Kwamba vile tunavyomchukulia mtoto na kumwandaa na kumlea, ndivyo atakavyokuwa baadaye. Mimi kama mshauri naweza kukuangalia tu na nikajua malezi yako, your early childhood experience ilikuwa vipi. Unapoona watu wengine wako hyper, jua kule alikotoka nyumbani mwao watu wako hivyo tu, ni vita, maneno, kutukana, nini. Kuna watu wengine watulivu kwao kwa hivyo kila mtu kuna kile ambacho anaandaa watoto wake vile ambavyo. Na ya tatu ni kuendeleza maadili ya kitamaduni. Kabla hata ya Ukristo hujakuja barani Afrika, watu walikuwa na tamaduni zao. Tena ukiangalia sana tamaduni hizo, watu walikuwa na heshima sana. Sisi wengine tumezaliwa hapa pwani. Hata ungetembea barabarani useme tu ukutana na mtu mkubwa mwenda pishafa, utasikia anajua marhaba. Hatukujua salamu zingine sisi. Kando na watoto wa leo wanaambia watu wazima kama sisi mambo ya watu wakubwa utayaweza, sisi hatukulelewa. Kwa hivyo kila watu walikuwa na tamaduni zao. Na sasa ilikuwa wewe mtu mzima unaangalia kesho, the continuity ya traditions zenu. Nasi kama Wakristo tulipompokea Bwana, tamaduni zetu ni Yesu, tamaduni zetu ni Ukristo. Na ndivyo sisi kama wazazi tunawalea watoto hawa, tunawaandaa kesho. Tunapoondoka sisi, wanaoingia tamaduni zile. Mmeketi hapa Kizingo, nikiingia Mombasa hii, sio wazee waliokuwa hapa wengi wameondoka. Sasa hivi hata utakuta wazee ni vijana waliokita mizizi wakianzisha hapa hawako tena. Kwa hivyo lakini ukiangalia mfumo ni ule. Hakuna badiliko lolote. Kwa hivyo uhusiano wa kiwango cha juu kati ya mzazi na mtoto ni muhimu sana kwa ukuaji wa maendeleo bora na afya. Uhusiano wako wewe mtoto wako na wewe ni muhimu sana. Tunawahimiza wazee, mama sasa hivi akijifungua mtoto kule hospitalini, ile punde tu mtoto ametoka, anaekelewa hapa skin to skin. Na wamegundua mtoto akiekelewa hapa inaleta bonding. Na wewe pia mngojee nyumbani, wewe mzee akiletwa, vua hilo shati lako mbandike hapa. Lakini wazee hatuna muda. Ni muhimu sana wapendwa. Na kazi moja wapo ambayo ni ngumu sana ulimwenguni, ndugu zangu, ni ulezi, lakini tena ni nzuri na ya kupendeza. Yaani unaweza kuifurahia kama una upendo na azma yako ndani ni kwamba ulimuomba Mungu akujalie upate watoto. Huwa ni ntamu sana ukiwa na watoto wako. Kwanza wale wachanga unapowapakata, unamwangalia umemweka hapa, unamkagua. Na unajua sisi wanaume tunapenda tunapomwangalia tuambiwe tunafanana na watoto wetu. Ni jambo lizuri sana. Na unakwambia ya kwamba wakati mwingine unaweza hisi imekulemea. Unaweza hisi kabisa uko overwhelmed ama inakushinda. Kwa sababu gani?
ushawishi mkubwa wa vyombo vya habari sasa hivi umechangia pakubwa kwa kuzorota kwa maadili mema, na imeweza kuathiri pakubwa sana malezi, kwa sababu vyombo vya habari vyenyewe pia vina mtindo wake wa malezi. Lakini Mungu anatuambia nini? Katika kitabu cha Methali 22 aya 6 asema, mlee mtoto kwa njia impasayo, naye hataiacha atakapokuwa mzee. Wajibu wako na wajibu wangu ni kufanya anavyosema Bwana. Kazi yako ni kulea, panda mbegu nzuri. We haya mengine asikusumbue, we panda mbegu. Huyu mtoto kama atakuwa amejengeka kwa ile misingi ya uchaji wa Mwenyezi Mungu, hata akitoka kwenda akitaka kuyumba kidogo, kuna kitu ndani yake kitakuwa kinamwambia hapo ulipo sipo, kwa sababu tayari kuna mbegu ilishapandwa. Ni wajibu wa kila mzazi kuwalea watoto kwa njia iwapasayo, ili waweze kumcha Mungu na kumtukuza, kwa sababu watoto ni thawabu itokayo kwa Mungu. Sisi wazazi kazi yetu ni daraja. Tunapenda kuwahimiza watu, omba kusema mtoto wangu, mtoto watoto ni wa Mungu. Nakwambia leo wewe unanisikiliza, wewe unaniangalia, hata ukafa leo, alichoazimia Mwenyezi Mungu kwa huyo mtoto kitatimia, maana mtoto ni wa kwake. Na ndio maana yeye anataka sisi tuwe tunalea tu. Kabisa kabisa anataka tuweze kulea. Hakujawahi kutokea wakati ambapo watoto wanahitaji mzazi kama leo sana, maana dunia imeharibika. Child abuse, watoto sasa hivi utakuta unyanyasaji umejaa, child neglect, watoto wamepuuzwa, watu hawana haja na watoto. Kizazi cha leo hawana haja na watoto, kiasi imefika kwamba hata ikifika wakati wa kuzaa, wasichana wale wanajipeleka wenyewe theater, wanajipeleka theater kabla wiki za kuzaa hazijafika, eti anataka akafanyiwa operation. Miaka ya 70, miaka ya 80, mwanamke kwenda kufanyiwa operation, watu walibaki wakiomba, maana hawajui kama ataamka. Wasichana wale wanajipeleka wenyewe, wanasema anataka pasuliwa mtoto atoke, kuna sehemu zingine hataki ziguswe zitaharibika, na sielewi ndio mimba ipatikane, sijui hiyo sehemu haikuwa yani watu wana shida. Kizazi cha leo sijui nani amewaroga, sijui hawataki hata kunyonyesha watoto. Mtoto anapozaliwa, unapomnyonyesha mtoto, kuna yale maziwa yako yana madini fulani ya kwenda kuactivate the antibodies ndani ya mwili. Hataki kunyonyesha, anakwenda kununuliwa mafuta maziwa. Mtoto hataki kunyonyesha, asema hizi nyonyo zitaanguka hizi. Lakini nakwambia unyonyeshe, usinyonyeshe, zitaanguka. Maana alivyoumba Mungu, baada ya muda misuli ienda tu ikichoka yenyewe, itaanguka. Hata wamama unawaona hapa wengine zimeanguka, sikupenda kwao, sababu ya muda umeenda, zitaanguka. Kwa hivyo watu wana shida kabisa. Na hili linahitaji kuwa zoezi la kila siku. Kama unataka kukaa saa zote uweze kuwajibika kuwaelekeza watoto katika unyofu na uadilifu ambao Mungu aliazimia mtoto alieleke kwayo. Na acha nikwambie, mtoto anakuiga wewe. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 18:19, neno la Bwana latuambia Abraham alikuwa amekaa chini ya mwaloni, akawaona watu watatu wanakuja. Neno lasema aliinuka, akaenda akainama kifudifudi, akaanza kuwasihi waingie ndani, angalau hata watawadhe miguu wapate kitu. Kisha walipokaa kwa ule muda ambao walikaa, wakateremka kwenda Sodoma. Alikuwa ameketi Luti na yeye ameketi chini mlangoni, akawaona watu wawili, wamebaki wawili wanakuja. Naye akaenda pia, alivyofanya Ibrahim ndivyo alivyofanya. Inamaanisha alielewa lugha ya Mwenyezi Mungu Luti, maana aliishi kwa nyumba ya Abraham na aliyaona maadili ya Abraham, akabeba akaenda nayo kwake. Na hata wewe vile unavyowalea watoto, hivyo ndivyo watabeba. Kama wewe ni kugombana na mke wako wakati wa kula, kuna jamii familia zinagombana wakati wa kula, sahani yangu hii, kijiko changu hiki, yaani ni vita. Sasa hayo ndio wanabeba watoto. Kwa hivyo tatizo kubwa ambalo tumekuwa nalo sisi wenyewe, tumempa shetani kudismantle, kusambaratisha familia zetu, kwa sababu tumebebana na mambo mengi ya ulimwengu huu mengi, na kusahau majukumu yetu kama wazazi ya kulea watoto kwa mpango. Tumebebana na majukumu mengi, tuna bidii kweli ya kutafuta hela.
sana. Yaani hela tunazotafuta hata hujui mrithi ni nani. Biblia yenyewe inasema kitabu cha Zaburi 39 aya 6 inasema mwanadamu huenda tu huko na huko kama kivuli, hufanya ghasia tu kwa ajili ya ubatili, huweka akiba wala hajui ni nani atakayechukua. Yaani uko busy kazini mpaka umesahau familia. Watu wako busy, nilisema jana, mtu anabeba kompyuta, laptop nyumbani. Yaani wewe umeajiriwa na Kenya Power, Kenya Pipeline, hata umeajiriwa na Muhindi, hamna hata ukoo, wabeba kazi zake wanafanyia kwako. Watoto wakizungumza naye, daddy niko busy, ushampa simu, umempa simu na yeye ako busy na simu. Na nilikwambia jana, hata ukifa leo masaa 48 hayataisha, utakuwa replaced kwa hiyo kazi. Hatuna muda na watoto wetu. Hatuna muda, tumekuwa wageni, tumekuwa strangers kwa nyumba zetu. Na ndio jana hata nikauliza, how do you feel? Wewe mama, unahisi vipi mtoto wako anapozoeana na mfanyikazi kukushinda? Mpaka wakati unatoka hana muda. Anakuambia tu, "Mom, niletee chips, niletee yogurt, niletee pizza." Lakini maid anapotoka mtoto anagaa chini, staki. Yaani mtoto ako attached kwa maid kukushinda wewe. Na huyu maid humjui background yake. Hujui ni kitu gani ambacho anapanda, mbegu gani anapanda kwa mtoto wako, hujui. Watu tumekuwa busy. Nilikuwa napenda sana kuangalia mambo yaliyopita. Nilikuwa naangalia the former president Mobutu, nikaangalia makazi yake. Mahali alikuwa amejenga vitu vya dhahabu, na kwambia nenda uka Google, uangalie hiyo palace, ni mahame, hakuna mtu anakaa huko. Hamna. Nimeangalia pia ya Milton Obote. Yaani hata afadhali kwa Obote kuna mfanyikazi. Ya Mobutu imevunjwa, ya Samuel Doe wa Liberia ndio yani was. Na ukiangalia watu nenda hata hapa Kenya, nenda watu waliokuwa na matajiri, nenda kwa hizo boma, nenda kuna chochote. Nakumbuka nikiwa Undanyi, nilienda kutembelea nyumba ya mmoja alikuwa waziri zamani, nikamkuta mke wake mzee, nyumba kubwa, hamna mtu. Na muaga mama, sasa unaenda wapi? Unaenda, anaogopa, ako peke yake. Uko busy watafuta pesa, unasahau watoto kwa sababu ya hela ambazo hujui nani wapendwa atakaye ni. Hapana, huwezi linganisha mtoto si nguo. Unaachia mtoto wako TV, sinema ambazo zinaangazia mifumo ya nchi za kigeni, ambazo mavazi, umevisha mtoto wako kijinguo kimekaa hapa wa kike hivi, alafu akiwa mkubwa akivaa hivyo, hapana, umevaa vibaya. Nani alipanda hiyo mbegu? Ulipanda wewe. Leo amekuwa mkubwa akika hivi, sasa unaona maana umleavyo ndivyo akuavyo. Hivyo ndivyo anavyokuwa. Umeacha watoto kwa wajakazi, mwalimu shuleni, tumeachia watoto walimu, tumeachia watoto tablet na internet. At times hata ni ukatun kwa nyumba, unafikiria mtoto wako kuwa na tablet kila wakati. Wakati anaangalia saa zote, inakoroga brain ya mtoto. Wengine mpaka past midnight unaona ati ni civilization, kwamba mko civilized. Sio hivyo wapendwa. Sivyo hivyo. Mungu hataki hivyo jamani. Kwa hivyo tunahitaji la kujenga uhusiano mkubwa na mwingiliano thabiti kati ya wazazi na watoto, ili tuweze kukidhi mahitaji ya watoto wetu kimwili, kihisia, kielimu, kijamii na kiroho. A holistic growth ambayo inaleta stability na ina build confidence, na self esteem ya mtoto inapanda kiasi kwamba akikaa mtu hawezi kumshort change. Hata akipanda matatu hajapewa fair change, asema no, nipe change yangu, sababu ana ile confidence. Hata kama ni msichana, akikuwa kesho kijana anamuita barabarani, ataenda, hawezi ogopa. Msichana ambaye hana confidence akiitwa, wacha mimi sitaki mambo ya yule ambaye amelelewa vizuri, akiitwa na kijana anaenda, anamuuliza okay, sema unasemaje? Nakuta hakuna. Maana sasa atamwambia nini, na huyu anamwangalia macho makavu. Hamna. Lakini huyu wako ambao ulikuwa unafungia kwa nyumba, wewe hauko, ni shida. Nimeona wakati mwingine watu hawahusiki, hawataki na Biblia inatueleza katika Methali
11:29 nasema, ataabishaye nyumba yake mwenyewe ataurithi upepo, na mpumbavu atakuwa mtumwa wa watu wengine. Nimewaona watu ambao hawakujali watoto wao. Watoto wakisha kuwa watu wakubwa, watoto wanaishi maisha yao, kila mtu kikwao, umebaki peke yako. Sasa washindo kipigia dada zako na ndugu zako, nisaidieni, maana watoto hawako, there's no bonding, hakuna attachment, hakuna chochote kati yenu nyinyi wawili, hakuna kinachowaleta pamoja. Maana Mungu alivyoumba hapa utotoni, wako hapa na wewe. Unaweza waambia twende kanisani, naenda. Fanya hivi, wanaenda. Afu inafika time sasa, ukiwaambia wanakuambia tangulia, tutakuja. Inafika time wanakuambia hatuji, na hakuna utakalowafanya. Nafika time wametoka sasa, wako kwa nyumba zao. Na wewe naye grafu inaenda chini, umezeeka sasa, unawahitaji. Sasa unawahitaji na wewe haukuepo, na hakuna vile watakuja. Kama ni pesa watakutumia kwa M-Pesa. Maana wewe hukuthamini kana wao. Wajibu mkuu, wapendwa, ni sisi tuweze kumcha Mungu, ili alivyotuita tuwalee watoto, na atatuwezesha yeye tunapokabidhi watoto. Kwa hivyo sisi wapendwa, tuna wajibu mkuu sana. Kama unapenda mambo ya kiroho, hilo ndilo unajenga kwa watoto wako. Angalia watoto wa wanasiasa. Baba alikuwa mwanasiasa, mtoto anainukia kwa mwanasiasa. Na wewe ambaye umemcha Mungu, unajenga uchaji wa Mungu ndani ya nyumba yako, na mtoto naye anakuwa na hilo. Hilo ndilo, hata kama mtoto mjakazi anakaa kwa nyumba yako, atatoka na hilo. Mtumishi wa Mungu mmoja Mungu amemuinua, akaweza kuandika katika kitabu cha Child Guidance, kurasa wa 163, mtumishi wa Mungu mmoja anasema hivi: ikiwa wazazi wa Kristo watawasilisha kwa umma watoto waadilifu kwa tabia, wenye kanuni imara, yani wenye misingi imara na maadili mema, hivyo watakuwa wamefanya kazi muhimu sana kushinda zote za umishonari. Watoto wao ambao watakuwa wamesoma vyema, tayari kuchukua nafasi zao katika jamii, ni ushahidi mkuu ambao waweza kupeanwa kwa ulimwengu. Maadili mema. Na samaki anakunjwa angali mbichi. Huo ndio wakati umezaa mtoto, tabia unazijenga hapo. In every stage, human growth stages, day 0 kuendelea juu, ni juu yako wewe mzazi. Hiyo ni plain page. Andika kile unataka, vile unavyotaka mtoto wako akue. Hivyo na ndio unaona hata wanaiga. Wakati mkisema kitu, wanasoma, utasikia kesho anasikiza, na kesho anaanza kuzungumza. Hakuna training anaenda. Kwa hivyo inawezekana tena vizuri sana. Kwa nini watoto tuwalee katika familia? Ni kwa nini walelewe within the family setup? Ni kwa sababu familia ni kiungo muhimu sana kwa maisha ya wanadamu na kwa ufanisi wowote wa wanadamu. Ndio kwa sababu ndani ya familia ndipo tunajenga the protection unit, yani ulinzi wa mtoto kwa kila mtu. Na hili ndilo chimbuko la uzima hapa ndani. Hapo ndani ndilo chimbuko la uzima na upendo. Angalia mtoto mdogo, niliwaambia juzi, ukimpakata akismile, automatic you smile back. Hakuna, it's contagious. Yani akismile tu na wewe unajibu. Angalia hata nyoka aje amkute mtoto hapo, hawezi muuma. Macho ya mtoto yanaashiria upendo. Na kwa hivyo ni jukumu lako wewe. Mwandishi mmoja katika kitabu cha Amoris Laetitia, ukurasa 172, anasema hivi: watoto punde wanapozaliwa, kando na lishe, huanza kupokea ulezi na karama ya kiroho ya kujua hakika wanapendwa. Upendo huu hudhihirishwa kwa kupewa jina, kutumia lugha kwa pamoja, na kuwaangalia kwa macho ya upendo na mwanga wa tabasamu. Yani mtoto anapozalika hivi tu, kando na kupewa lishe, mtoto yule tamu Mungu kampa karama, anajua ako mahali pako safe, anapendwa. Na inadhihirisha vipi? Kwa kupewa jina. Mimi nilipozaliwa nilipewa jina la Ofiro. Lakini kwa vile nimezaliwa huku pwani, neno Ofiro kwa pwani haliingii. Nilichukia mimi nilipokuwa nakuwa, kwa nini waliniita Ofiro? Yani nilijaribu kubadilisha hili jina, ili kuna siku zingine nikajiita Kinafiri. Kinafiri alikuwa mchezaji mmoja Malawi, mimi pia ninacheza mpira. Nikasema Kinafiri huyu ni Malawi. Nilijaribu wakati mmoja nikaenda Nairobi muda mfupi, nikajaribu nibadilishe niitwe Ofishi. Nilipokuwa nasoma Nairobi nikasema Ofishi samaki. Lakini nilipokwenda kwetu
nyumbani. Nilipofika Rwanda Doho, nikakuta babu yangu alikuwa anaitwa Ofiro, alikuwa mtu shujaa. Basi nikapata nguvu kusema, kumbe niliitwa jina la babu shujaa. I'm very proud hata leo ninapoitwa Ofiro, jina ambalo linakuelekeza kukupeleka kwa root zenu. Obama anasema alipomtafuta dadake kwa mtandao, alipompata umma, hatimaye akaland Kenya for the first time. Alipokuwa anapita pale akiwa anaangaliwa airport, mara ya kwamba anasema he felt accepted. Alipoulizwa, are you a son to Barack Obama the economist, alisikia. Na anasema alipofika Kogelo kwao, alipoona kaburi alihisi. Kwa sababu gani? Amekuwa akiishi maisha ambayo attachment hakuna, the sense of belonging. Na ni muhimu kila mtoto, tunapokosa kuwalea watoto ni shida. Hata nakumbuka wakati Obama ana address watu, wakati ya presidential acceptance speech, alisema, I'm dedicating the presidency to my grandma, not the mother, not the father. Kwa nini? The father was not there. So ni muhimu sana sana wapendwa, na ndio maana wahenga wanasema ni rahisi kujenga watoto wenye maadili mema kuliko kurekebisha watu wazima walioharibika. Watu wazima walioharibika. Na heri kuziba ufa kuliko kujenga ukuta. Maana lengo kuu ni kulea watoto katika familia, kuwapa nafasi ya kukulia kwenye mazingira salama ambapo watoto wanahisi kukubalika na kuingiliana na familia zao na kukuza hisia ya kuwa mmoja, the sense of belonging. We baba unanisikiliza, unaniangalia, uko very busy. Wewe ndio uko busy. Ofisini unatoka saa 3, saa 4, unapitia blue room maana mke wako hajui kupika. Fika nyumbani watoto wamelala. Wewe mradi umelipa school fees. Tena unatueleza kabisa watoto wangu wako university. Kwa vile hawakuwa na misingi mizuri, wakifika university ndio unasikia wako Koinange. Wale mnasikia wako Koinange si vile unavyofikiria. Majority ni university students. Wanaenda na wazee. Mungu ametukabidhi watoto tulee. Ni jukumu letu. Na kuna watu hata wakikaa hivi, they are very proud at a class 3, 4 kid, 5 at yako boarding school. Na unakuja kututangazia hapa, mtoto wangu wako boarding, Kericho, sijui wapi. Mtoto wa class 4 ambaye hata saa nyingine akikojoa matrona anampeleka mbio. Mtoto huyu anakuhitaji. Mtoto mdogo hebu angalia watoto wadogo wanapocheza, wanacheza tu. Wanacheza, wanakimbia, wanaenda wanacheza kidogo anarudi. Mami, nataka maji mam. Si maji, ni ile sense of security. Anataka kujua, is she secure? Are you still there? Anarudi tena. Umempeleka sijui wapi boarding mtoto. Na acha nikwambie, tuulize sisi wengine hapa tushamaliza. Yaani mtoto akitoka boarding primary, aende boarding secondary, aende university, sijui atarudi kwako? Atarudi kwako. Ametoka boarding primary, boarding secondary, ameenda sasa mahali ana freedom, amepandisha nyumba yake. Mmesikia hata wengine wanauana, wanafanyana vipi? Akimaliza university harudi kwako, anaenda kwake. Na ndio maana tunalia watoto wametubwaga, hawajali. Nataka nikwambie kwamba katikati ya familia, tunapolea watoto katika familia, wanafundishwa maadili mema tena sana sana. Na ni muhimu sana kuweza kunacha na kuprotect watoto. Watoto ambao wamekuwa ndani ya nyumba, wazazi wakiwa support na kuwapa ile wall ya protection au warmth, watoto hao wanafanya vizuri shuleni na tena unakuta afya zao ziko sawa watoto hawa. Na wazazi wanapoingiliana vyema na watoto, wanawasaidia kuwa na mwanzo mzuri wa kuanza maisha. Kwa sababu mtoto anapoanguka, ameanguka kwako mikononi, na anakuwa na mwanzo mzuri sana. Na ili kuthibitika vyema, mtoto anahitaji mtu wa kumtegemea, anayeitikia kwa haraka mahitaji yake, na ambayo ni msingi imara wa usamini. Mtoto akifungwa napi ama amekojoa na anataka kubadilishwa, ukiitikia mara moja, ana feel watu wanamjali. Ukimwacha na hiyo napi anakaa inamwasha,
kesho the same anakuja ona watu hawajali katika ulimwengu huu. Kwa hivyo wakati unaitikia, mtoto anakwambia sitaki kwenda hiyo shule, unamlazimisha kwenda, hujui ni nini kinaendelea. Wakati unatoka kwenda kazini, mtoto analia hataki kubaki na maid, unamlazimisha, hujui kile kinaendelea. Wewe kama haupo, unatakikana unaitikia haraka. Ninapomaliza kwa sababu ya muda, nataka nikwambie wewe ni kama mkulima. Wewe ni kama mkulima anayengoja mvua inyeshe, na mara kabla ya hapo unaandaa shamba, unalima. Kisha lima, unangoja mvua ikinyesha, unaenda unaweka mbegu, unaweka mbolea, unaweka mbegu, ikishachipuka unapalilia, ikipanda tena unaweka top pressure. Ile mbegu ni mtoto, mkulima ni wewe mzazi. Usipoweka ina vitu vinatakana, ujue na wewe maisha hayatakuendea vizuri. Namaliza nikikueleza kwamba hii ningepata muda ningeieleza vizuri sana, lakini kwa sababu ya muda nataka tu nikwambie kwamba kuna aina 4 za viwango vya kiakili. Na nataka unisikize kwa hizo dakika, nafikiri ni 2 zimebaki. Kuna aina 4. Moja ni intelligent quotient, IQ. Emotional quotient ambayo ni akili hisia, na social quotient ambayo ni mgao wa kijamii, na adversity quotient ambayo ni uwiano wa kupambanua na changamoto zozote kama zinakuja. Na intelligent quotient, hiki ndicho kipimo cha kiwango chako cha ufahamu. Unahitaji IQ kuweza kupata hesabu vizuri, kukariri mambo na kukumbuka masomo. Emotional quotient, akili ya hisia, hiki ni kipimo cha uwezo wako wa kudumisha amani na wengine, kushika wakati, keeping time, kuwajibika, kuwa mwaminifu, mwenye heshima, unaheshimu mipaka, boundaries, kuwa mnyenyekevu, mkweli na mwenye kujali. Number 3, napomaliza, social quotient, mgao wa kijamii. Hiki ni kipimo cha uwezo wako wa kujenga mtandao wa marafiki, network yako ambayo imekuzunguka, na jinsi ya kudumisha urafiki. Ya mwisho, adversity quotient, ni uwiano wa kupambana na changamoto. Ni kiwango cha kuhimili magumu, kipimo cha uwezo wako wa kupitia sehemu mbaya ya maisha na kutoka humo bila kupoteza. Hii ndiyo muhimu sana katika maisha ya kila siku. Emotional, social na adversity, hizi ndiyo muhimu. Lakini wazazi wengi na shule nyingi wako kwa IQ. IQ anaweza kuwa engineer, anaweza kuwa daktari, na hawena uwezo wa kufanya maamuzi bora. Akiingiwa na vitu unamkuta amejinyonga. Lakini hawa wengine unakuta ni mvumilivu, especially huyu wa AQ, yeye ni mvumilivu. Na unakuta ya kwamba mara nyingi ule ambaye ni wa emotional na social na AQ, majority ya employers wana fall hapa. IQ, maengineer, madaktari wameajiriwa na hawa. Maana hawa wanaweza kukaa na uhusiano mzuri. Hawa wanaweza kustahimili, kama vile tulivyokuwa na COVID, kazi imeisha, COVID ipo, wao wanaweza kustahimili. IQ hawezi. IQ, na ndio unakuta mzazi yako busy tu. Mtoto asipokuja na A ni shida. Umepata nini? Mbona hukuja na A? Mbona hukuja na B? Unasukuma mtoto. Acha nikwambie, anaweza asije na A, na Mungu anaweza muinua na kesho akawa mfanyabiashara mkubwa ambaye anaajiri wengine. Si lazima upushi mtoto. Na mara nyingi unakuta watu wanapush watoto, unataka score A, anataka, na wewe mwenyewe tukiangalia result slip yako na ya mke wako, yako labda iko na D+ na mke wako labda ni E. Mtoto atatoa wapi A unless huyo mtoto si wako? Acha Mungu akulelee mtoto. Acha Mungu mwenyewe. Kazi yako, just be there for your children. Uwape that warmth, uwape mazingara mazuri, uwalee sama vile Mungu ambavyo alitupangia, ili kesho tunapolala tuache warithi wazuri ambao wataendeleza imani hii na wataendeleza jamii yako katika jina la Yesu. Bwana aweze kuwabariki. Tunaamini na tunaomba. Tunalisifu jina lako, tunaliinua Mfalme. Asante Bwana kwa wema wako na fadhila zako, na asante kwa rehema zako na kibali chako ambacho kuwezesha kuhudhuria mbele zako. Tujalie sote, tuwezeshe Bwana kuwalea watoto wetu kwa njia ambayo inayopasa, na ni wewe tu unayetuwezesha. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Unajua Eric, kuna kitu kimenifurahisha. Ndio. Mchungaji